Je, huyu yuko na mtu anayejiita Simba akiwakashifu Simba akivaa jezi ya Simba, watu wote wa Simba wamehukumu huyu ni nani? Mnafiki. Alafu wewe ndio mtu ambaye ulikuwa naye pamoja katika hili tukio. Shekhe, adhabu itakupitia. Mandala ana haja ya kujisuuza, na tumwambie urafiki wake na huyu mtu kama ni kweli, basi utamponza na watu wake wa karibu wa Simba. Mandala, simama, omba radhi, ila muepuke ibilisi wa mpira, muepuke ibilisi wa Simba. Namkusudia Mchome, kaa naye mbali Mandala. Huyu ni mtu miongoni mwa watu wabaya wahovyo kuwahi kutokea. Huyo ndio namba moja, na ndio kilichomponza. Yote kwa yote, kupita mitihani kawaida, kuanza yeye, walipita watu wengine hapa, umeona akaja mapambano na mwekezaji na nini, harakati, watu wameomba msamaha, wameeleweka, umeelewa vizuri na yeye arudi aombe msamaha, ila waache njaa jamani, umeelewa? Sijui limekaa genge la wahuni, walikuwa takribani wahuni 5. Mimi nitakupa picha nzima ya tukio lao. Wahuni takribani 5. Yeye Fomau, sijui Fomau, mnafiki mmoja alikuwa anagawa bahasha za kinafiki ili kwenda kuwahujumu baadhi ya watu. Alikuwa yuko Godianga, pengine ndo sekta yake, sababu Salamanda ndo nasikia wanapiga deki pale, bali nilizopata ndo wapiga deki wa Salamanda, kwa hiyo ni maskani yao. Akawepo yule ambaye anajitengeneza kucha kama dada yake, mnamuita nani yule, Kevo. Wao tunawajua chawa, kina Kevo ni machawa mabosi. Wakamchukua na mnafiki namba 2. Sasa ndo tunaenda kuwaonyesha watu, tukisema Mchome kuivaa jezi ya Simba sio Simba, tunataka mtuelewe kwamba hata kushinda anashinda wapi, huyu hakosoi bana. Safi, namshukuru Mwenyezi Mungu. Kwanza nisisahau kidogo, na mtu mmoja alinipigia simu akaniuliza, akanambia ile SFTV ni yako, yani alijua hii safe. Sasa nimuondoe shaka, hii ni Simba Fans TV, ila imefupishwa. Unaweza kaambia tu ni safe TV. Amekuona wewe siku nyingi. Akasema bwana, umeamua kuweka TV yako, nadhani ndio unapatikana sana. Basi hivyo nimuondoe shaka, anafuatilia. Hii ni Simba Fans TV, imefupishwa. Jina limefanana na mimi pia, sio mbaya, ni sehemu ya neema bana. Mimi nashukuru sana Abdallah, niko salama, naendeleza gurudumu letu katika kuisaidia Simba yetu Sports Club. Naam. Hujanisikia ndugu yangu maneno hapa? Nimesikia ulizungumzia influencer. Maneno yamekuwa mengi kweli, shutma, lawama. Abdallah, nyakati ni mbili, taratibu za maisha ni hivyo hivyo, niseme mara mbili. Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema amemuumba mwanadamu kumleta duniani amuabudu. Sasa katika ibada mwanadamu imma akufuru ima, na nitakusaidia kitu kingine Abdallah. Yupo mnafiki mmoja anaitwa Fomau. Sitaki kujua hata jina lake. Nikizungumza hapa watu sijui watanielewaje. Nitaambiwa huku yuko sekta nyingine, huku sekta nyingine. Juzi wakati unatengenezwa unafiki kati ya Simba na Yanga, yeye ndo mtu alikuwa anagawa bahasha, afu yeye ndo anatoa vipande vya Qur'ani anawapa watu zawadi. Sasa mimi ni msii, kwa sababu yeye ni mnafiki. Qur'ani haielewani na mnafiki, hata kama unanafikia kanisa, sio? Umenielewa? Kwa sababu Qur'ani inawataka watu kutoka katika kanisa wawe Waislamu. Ukiwa mnafiki wa kanisa mkasilibu mkaja huku, si utakuwa na habari zile zile? Yaani ule kijana mimi nilikuwa natamani siku hata nikutane naye, pengine na mimi anitolee kipande cha Qur'ani kidogo kidogo huku, lakini siku ya kukutana anaweza akachukua hata kibao. Umeelewa? Sijui limekaa genge la wahuni, walikuwa takribani wahuni 5. Mimi nitakupa picha nzima ya tukio lao. Wahuni takribani 5. Yeye Fomau, sijui Fomau, mnafiki mmoja alikuwa anagawa bahasha za kinafiki ili kwenda kuwahujumu baadhi ya watu. Alikuwa yuko Godianga,
pengine ndo sekta yake, sababu Salamanda ndo nasikia wanapiga deki pale. Bali nilizopata wao ndo wapiga deki wa Salamanda, kwa hiyo ni maskani yao. Akawepo yule ambaye anajitengeneza kucha kama dada yake, mnamuita nani yule, Kevo. Wao tunawajua chawa. Kina Kevo ni machawa mabosi. Wakamchukua na mnafiki namba 2. Sasa ndo tunaenda kuwaonyesha watu. Tukisema Mchome kuivaa jezi ya Simba sio Simba, tunataka mtuelewe kwamba hata kushinda anashinda wapi? Huyu hakosoi. Kwanza maarifa hana ya mpira, anawezaje kukosoa? Wakamuita na Mandala. Huyu jamaa mimi nirudi kwa Mandala. Nimeonyesha watu walikuwa wamekaa, unafiki ulikuwa unafanywa. Sasa nirudi kwa Mandala. Mandala ni mtu ana element alau kidogo ya ukweli. Katika hilo nitamtetea. Mimi nazungumziaga haki sana. Alau ana element za ukweli. Nimesikia hoja za kujitetea za Mandala. Mimi ni rafiki yangu naye, nikampigia simu. Mandala anasema kilichokuwa kinamtokea alikijua. Kwamba mimi nakwenda lakini kitakachokuja kutokea ni mimi nitaonekana nimeenda maeneo ya watu, sawa, ambao sitakiwi kuwa naona nilifikaje na nimeingia na jezita kuaje, lakini kwa sababu nimeitiwa kitu kingine, acha mimi niende. Cha kwanza mimi ninachogundua kilichomponza Mandala ni njaa, hamna kitu kingine. Hapo siwezi kumtetea. Kama uliyajua yote haya kwa mujibu wa maelezo yako, ulifuatia nini? Shekhe, huwezi kumwambia mtu yoyote wa Simba, na hiki kitamponza sana Mandala. Huwezi kumwambia mtu yoyote wa Simba mimi rafiki yangu Mchome. Huwezi kumwambia. Mchome katika Simba mfano wake ni ibilisi katika dini. Shehe, weka hivyo hivyo, mimi sijakosea. Mchome katika Simba ni mfano wa ibilisi katika. Huwezi kuwa rafiki yako hata kwa bahati mbaya. Ameasi. Tena ni ibilisi mkubwa katika mpira. Huwezi kumwambia rafiki yako yoyote kwamba huyu jamaa mimi rafiki yangu. Shida ya Mandala iliyomponza, Mchome ni rafiki anayekaa naye pamoja. Yule uruhusiwi kuwa rafiki yako kwa sababu yule haruhusiwi kitu chochote katika masuala ya mpira juu ya Simba Sports ambayo wewe unaipenda. Mimi yule hata kama ndo ana kazi, yani hiyo kazi natakiwa mimi nakueleza kwenye maikisi kudanganyi. Yani kuna maisha baada ya mpira, sio kwa yule chizi, sio kwa mtu yule mshamba tunajui chochote. Yule hamna maisha baada ya mpira. Yule ana udhalilishaji. Hivi unidhalilisha katika mpira, alafu nisubiri maisha baada ya mpira? Hakuna. Nitakwambia mfano mwingine. Yupo mtu anatumiwa kama mfano, mimi nisiache kukwambia. Nitarudi kwa influencer. Yuko mtu anaitwa Dosa. Mimi katika simu yangu nimemsave Mwalimu Dosa. Sijui anafanya mpira, sijui anafanya nini. Kuna muda anazungumza kitu, unasema huyu anaelekea kuwa mwalimu. Lakini Dosa uliwahi kumuona kuna siku ana jezi ya Yanga yupo kwenye mechi ya Simba anashangilia? Uliwahi kumuona? Dosa uliwahi kumuona anaumia mchezaji wa Yanga anasema afadhali kaumia Alani Okelo? Dosa akifananishwa Okelo na Chama anasema sio kweli. Chama ana vitu vingi na ndio ukweli. Umenielewa vizuri? Okelo anatafuta umaarufu sasa, Chama cha kuwa legend. Fahamika klabu bingwa Afrika, goli lake liliwahi kwenda kuleta tabu. Sio miongoni mwa magoli bora, ile anafunga la kisigino lielezewa, acha ile la juzi. Chama amenyanyua Simba kutoka katika nakumbuka raundi za mwanzo zile, umenielewa, na Nkana Red Devils, sio anafunga lile goli zidi ya FC Vita, umenielewa, yani ya Horoya pia mguu wa Chama unaokoa klabu inakwenda mbele, umenielewa. Chama amefanya kazi kubwa katika mashindano. Huyo Okelo ndo ananyanyuka, umenielewa. Kwa kanuni, nilimsikia siku moja Ahmed anasema na nilimuelewa, na huo ndo ukweli. Lugha ikija nzuri sikuikopa, sio mbaya. Alisema huwezi kumfananisha Chama na Okelo, unaweza kumfananisha Okelo na Chama, kwa sababu Okelo anatakiwa aige kwa Chama, na ukimpa maiki Okelo hawezi kumvunjia adabu Chama hadi kiyama. Watavunja adabu Mwimba Talabu, Kevo na wenzia hapa nyuma yao ambao mimi siwaelewi. Yani kisema siwaelewi utu uzima, mimi ushanielewa, na mimi huwa siwaelewi. Sasa turudi. Kwa hiyo hii kwa Mandala ulifanya kosa kubwa kuwa karibu na ibilisi wa mpira kwa Simba. Umefanya kosa kubwa sana, na ndio lokuhukumu kuliko kitu chochote. Si nikukumbushe, mbona huyu mtu yuko huru tu? Kuna tukio moja lilimkuta kakaangu Pasi Milioni katika shughuli ya kina Ghalib iftari, shughuli hiyo wamekaa Yanga watupu, alikuwa peke yake.
Mbona iliporudi ile watu hawakuipokea? Mbona iliporudi ilizimika mara moja? Unajua sababu? Huyu alikuwa na watu wa Yanga watupu. Watu wa Yanga na sisi tunajua hatupendani, lakini kuna maisha baada ya mpira. Je, huyu yuko na mtu anayejiita Simba akiwakashifu Simba akivaa jezi ya Simba, watu wote wa Simba wamehukumu huyu ni nani? Mnafiki. Alafu wewe ndio mtu ambaye ulikuwa naye pamoja katika hili tukio. Shekhe, adhabu hii itakupitia. Mandala ana haja ya kujisuuza, na tumwambie urafiki wake na huyu mtu kama ni kweli, basi utamponza na watu wake wa karibu wa Simba. Huyu sio mtu wa kuwa na urafiki naye. Mimi nimemtolea mfano jamani, sikusema huyu ni ibilisi huyu wa Mungu. Nilisema kwenye mpira huyu ni ibilisi. Kaa naye mbali kabisa. Kabisa. Yaani yule sio mtu hata wa kupishana naye hivi. Mimi nimekwambia kuna siku nimewahi kukutana naye kaburi moja. Yaani pale aliposimama nikajua labda kuna kamera inatuchukua, nikaondoka mbali. Nikamwacha yeye na Nasoro Yanga. Ana anachojua, ana anachosema. Huyu ndo alomponza Mandala. Kwa hiyo Mandala kusema haki lillahi, Mandala ni mtu kuna muda amenyooka. Mimi nimtetee katika hilo. Bwana, mimi nitasimamia haki hadi mwisho. Kuna muda Mandala huwa amefanyaje? Lakini ajue Mandala pamoja na kusema amenyooka, huu unafiki huwezi kukwepa. Ili aukwepe unafiki amkatae, kwa sababu kwa mujibu wa maelezo ya Mandala anasema mimi nilikwenda pale lengo kuonyesha kuwa kuna watu wana jezi ya Simba na wanaiponda Simba wanapewa fedha. Mtaje nani? Mandala akaleta urafiki kashindwa kumtaja uibilisi wa mpira. Umenielewa? Sijui mtaje tu kwamba huyu mchome mtu ambaye mimi kuna muda nasema wana Simba, yani nyinyi msimkasirikie kwa zile hasira za kutaka kumuingia mwilini, hapana. Umenielewa? Hiyo hazifai. Msimkasirikie kutaka kumuumiza, hapana. Ila mfanyeni kwa adui yenu kweli kweli, kwa sababu yeye kajifanya kuwa adui kwenu, na nyinyi mfanyeni kwa adui kama ibilisi alivyoasi dini. Huyu ibilisi wetu si wa Simba, ameyasi Simba yetu. Huyu ndio katika wanafiki wa mpira duniani hajawahi kutokea. Huyu namba moja. Kuna mmoja anamtajaga sema akapewa cheo kidogo, saizi anaweza akakushtaki. Nisema unafiki usingeumbwa kama sio yeye. Mzungu wa Kinole. Tunaruka naye tu. Si kwa wema tunajenga na wote ni wana. Umenielewa vizuri Kwa hiyo mimi nimeamua kupoteza muda kuzungumzia influencer. Nirudi sasa. Mimi sio mtu wa hukumu. Mimi mimi nilivyo sio mtu wa mtu anapokosea nataka akili pale alipokosea, alafu yaanzishwe maisha mengine kwa sababu tuna maisha zaidi haya ambayo unayoyaona. Mandala, simama, omba radhi, ila muepuke ibilisi wa mpira, muepuke ibilisi wa Simba. Namkusudia Mchome, kaa naye mbali Mandala. Huyu ni mtu miongoni mwa watu wabaya wa hovyo kuwahi kutokea. Huyo ndio namba moja na ndio kilichomponza. Yote kwa yote, kupita mitihani kawaida kuanza yeye, walipita watu wengine hapa, umeona akaja mapambano na mwekezaji na nini, harakati, watu wameomba msamaha, wameeleweka. Umeelewa vizuri na yeye arudi aombe msamaha, ila waache njaa jamani. Watu watafute kazi nyingi tu za kufanya waache. Mimi bwana nimerudi nalima huku, nipo kijijini, nipo Maguzoni, unaelewa? Na wewe unajua naishi vizuri, nakula na nini safi, nipo Njoni. Tafutia mashamba mahindi huku, machungwa. Safi kabisa, waache njaa, ndio inawaponza njaa, inawapelekea wamekuwa kama sasa mnaweweseka maskini, mnaharibikiwa. Heshima zenu zinafanyaje? Zinashuka. Ndugu yangu Mandala, najua unanifahamu vizuri tu, wala hakuna shida. Mimi kwa upande wako, mimi nisimame kutetea, waombe msamaha wana Simba. Afu mambo mengine kweli lakini tubu, afu kachana na ibilisi. Tufanye mambo mengine. Sheni yake hivi nisipoikuta aachane na ibilisi. Tufanye mambo mengine. Mimi machache yangu ni hayo kwa influencer, tufanye kazi. Tutafute fedha kwa kufanya kazi. Yaani hizi maiki ziwe sehemu tu ya ziada. Kuna mtu yuko Marekani sio kutumia 200,000. Sasa wewe uoni raha mfukoni una 300,000 ukitumia na 250 kuliko ukasubiria 2 wakati una hata 100. Haitokutosha. Unataka muonekano mzuri, uvae raba nzuri, influencer utaki kuwa mchafu, ukizurura huko nini mademu wakuone. Sasa fanya kazi. Ukifanya kazi huwezi kuwa na njaa. Mimi huwezi kuniteka vile kibwegebwege. Bana, tumalize kwenye hili Sefu. Labda kwenye hiki ambacho umekizungumza, kuna lipi la kujifunza
kwa wana Simba kwa ujumla, influencer, mashabiki wa kawaida na wanachama? Unajua mimi la kujifunza, si hatuwezi kubaguana, tunaishi maisha mamoja. Basi kama ziko sababu za kuwa pamoja, iwe sababu hiyo hiyo. Haya mambo mengine achana. Umenielewa? Hivi unaweza kuniambia Simba na Yanga tuna ujamaa gani kufikia wakati? Hebu angalia, kuna mtu mmoja analeta utahila tu, atasikiliza clip hiyo afu atasema huyu mbaguzi. Huyu haitakiwi kuwa hivi. Hivi kuna utahila kuliko kubagua rangi? Ujue Simba na rangi nyekundu na Simba ilianza rangi. Simba ipo rangi nyekundu, ipo. Yanga wakuikataa kwenye jezi yao. Watu wanabagua mpaka rangi, unataka urafiki. Acha ujinga wewe. Ndio maisha yetu hayo. Hata na mimi influencer, usitengeneze ujamaa wa lazima kwa sababu hao sio wa jamaa. Wao uliona wana Simba lini wamevujisha picha wako na mtu wa Yanga wapi? Kwani hatukai nao sisi? Tunakaa nao, kuna muda wanatupiga mizinga. Kwa nini mimi simwambie mtu piga, nampa tu 20,000 afu naambia piga picha ionekane nampa ongo? Huyu kanifuata kwa shida zake za kawaida, huyu kanifuata kwa vitu vingine. Sasa unapofikia mpaka unaonga fedha kutaka influencer wa kuunge mkono, yaani kama influencer unampa hela waandishi wa habari, utaacha kwa hapa. Sasa tukisema nyinyi mnatoa hela hadi kwa waandishi wa habari mpewe sifa ambazo hamna, si umenielewa vizuri? Inaonekana mnaenda kumpa influencer mdogo kama Mandala, unaenda kumpa hela ili aiseme Simba. Sasa basi mmefeli kama ni hivyo. Kama hoja ni au kama hoja ilikuwa kumdhalilisha, basi mmefanikiwa. Lakini pia huyu ni mwanadamu. Sisi kwa Mandala tutamtetea kwa sababu Mandala muda wote alisimama kutetea klabu yetu, ila tutakachomwambia omba msamaha. Lakini mimi nikwambie, mimi ndo mtakuwa mtu wa kwanza kuacha kuizungumzia Simba siku ya kusikia Ibilisi kaomba msamaha. Mimi ndo wa kwanza anaacha. Yaani ukija na Mike na kwamba leo ndo tumemaliza, nitarudi katika dunia ya siasa. Sababu ni mtu wa hovyo kabisa. Afai hata kukaribishwa nyumbani kwako.